Katika dunia ya mitindo iliyotawaliwa na majina makubwa, majukwaa ya kifahari na mavazi ya gharama kubwa, mbunifu mmoja kutoka Afrika Magharibi amechagua njia tofauti kabisa. Aitwaye President Jojung, mbunifu wa mitindo kutoka Benin, alijulikana kama The Archer of Africa Extreme Fashion. Katika tukio la Creation Africa, Jojung alijikuta kivutio kikubwa mara baada ya kuonekana akiwa amevalia vazi lililotengenezwa kwa makopo ya mabati yaliyotumika. Muonekano huo haukuwa wa kawaida, lakini ujumbe wake ulikuwa ni mzito na wa wazi. Kwa President Jojung, mitindo si swala la urembo peke yake, ni lugha ya kuwashawishi mawazo, kuhoji jamii na kuibua mjadala. Vazi lake la makopo lililokuwa tamko la wazi kuhusu ubunifu wa Kiafrika, matumizi ya rasilimali zilizopo na umuhimu endelevu wa mazingira. Makopo ambayo wengi huyachukulia kama takataka, kwake yalikuwa ni vyanzo vya sanaa. Alionekana kuwa kile kilichodharauliwa kinaweza kuibadilisha na kupewa thamani mpya endapo kuna ubunifu na mtazamo mpana. Muonekano wa Jojung haukuakisi kwenye mshangao wa macho. Ulibeba hoja nzito kuhusu namna Afrika inavyopaswa kujitazama katika sekta ubunifu. Kupitia kazi yake alihoji utengenezaji wa mitindo nje na kusisitiza kuwa Afrika ina uwezo wa kuunda mwelekeo wake bila kusubiri kuthibitishwa na wengine. Kwa kutumia mwili wake jukwaa, Jojung alivunja dhana kwamba ubunifu lazima udhaminishwe na taasisi kubwa au maonyesho ya kifahari. Anaamini kuwa ubunifu wake huanzia kwenye ujasiriamali wa mtu mmoja kusimama na muonekano wake. Katika jamii ambapo wengi huogopa kuonekana tofauti, President Jojung amechagua kuwa tofauti kwa makusudi. Hatua yake ya kuvaa vazi la makopo hadharani ni ujumbe kwa vijana wa Afrika kuwa ubunifu hauhitaji ruhusa, bali ni ujasiri. Bila hotuba, bila maelekezo marefu, muonekano wake uliwashawishi na ulisambaza ujumbe wa fikra huru ambapo haupaswi hata siku moja kudhoofika. Kazi ya President Jojung inaakisi mwelekeo mpya wa mitindo barani Afrika, muonekano uliochagua sanaa ya mazingira, utamaduni na fikra huru. Ushahidi kwamba fasheni ya Afrika inaweza kuwa jukwaa, mjadala wa kijamii na chombo cha kuleta mabadiliko. Kupitia kazi yake, Jojung amewakilisha kizazi kipya cha ubunifu, muonekano na mitindo katika jamii. Hii ni Alute Media na mimi ni Salim Alute.